Yes, mambo vipi mtazamaji wa Kasako Media? Tukumbuke mwezi uliopita kuna tukio kubwa ambalo Resti alilifanya kwa mtumishi wa Mungu Upendo Mkone. Lakini Upendo Mkone ni mtu ambaye ni mwimbaji wa miaka mingi sana na tunafahamu nyimbo zake zimefanya vizuri katika mitandao ya kijamii. Jambo hilo limewachukua watu wengi sana katika mitandao ya kijamii kwamba Resti amefanya jambo kubwa, mambo yameenda vizuri, kila kitu kimekaa sawa. Lakini baada ya kufanya tukio hilo, maneno yalikuwa ni mengi na vitu vilikuwa ni vingi. Watu wanasema bwana, ile gari bado. Lakini siku ya leo kupitia ukurasa wa Instagram wa mtumishi wa Mungu Upendo Mkone ameandika maneno mazito sana kuhusiana na wale wote ambao walimchangia fedha ya gari. Lakini pia kubwa kuliko, kuna jambo ambalo amelizungumza kuhusiana na masuala kwamba yeye yuko mlimani anafanya maombi namna moja au nyingine, lakini yote ni kuhusiana na masuala mazima ya kumchangia yeye kupata usafiri wa gari. Lakini naomba nikusomee namna ambavyo amesema kwenye ukurasa wake wa Instagram. Amesema kwamba watu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Natumaini mko salama kwa msaada wa Mungu. Nimesukumwa moyo wangu kuwajulisha kuwa niko mlimani kwa muda mrefu kuongea na Mungu. Naomba mambo kadhaa ya maisha na huduma. Ninaomba wale wote mliotia moyo na kunichangia michango yenu yote kwa 100 mpaka pesa hali ya juu. Mungu awabariki sana. Naomba kuunga mkono nanyi kwenye madhabahu hii au maombi haya kupitia ujumbe mfupi, yani SMS kawaida au WhatsApp. Uniambie hitaji lako nikuombee na nini Mungu hakufanyie. Mungu akufanyie nini? Naomba mfanye hivyo. Nasikia moyo wangu kuna watu wa Mungu mnataka kuwapa haki zao, wanateseka kwa muda mrefu, na akaandika alama ya emoji kwamba kulia na kunyosha mikono juu kama mlivyonichangia chochote. Tuma SMS niambie na hitaji lako kwa Mungu na kwa namba yangu ya Voda. Akaandika hapo namba yake ya Voda. Nitamuonyesha Mungu SMS zote, kwa kila mmoja atafanikiwa kwa mamlaka ya Mungu. Usiogope na uwe na amani. Ujumbe huo ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, na tunafahamu kabisa huyu ni mtumishi wa Mungu wa muda mrefu, na hili jambo ambalo amefanyiwa mwezi uliopita ni jambo kubwa sana kwake, hakutegemea. Sasa tunafahamu waimbaji wa muda mrefu labda unakuta labda amejenga na hiki, lakini moja ya kitu ya baraka ambayo amebarikiwa ni kuhusiana na gari ambalo amepatiwa mwezi uliopita. Lakini ujumbe huu unaonekana kwamba ameguswa sana na kile ambacho Tanzania wamemfanyia, lakini kwa yeye malipo yake ni kupitia maombi ambayo anaendelea, ambayo yuko mlimani. Na namba yake ya simu hapo ameiweka, na kama sisi Kasako Media kukuletea updates zote ambazo zinaendelea kuhusiana na sakata hile ambalo Upendo Mkone kugaia gari kuchangiwa na Watanzania. Lakini yeye shukrani zake ni kuwaombea na kuandika namba yake hadharani kuhusiana na kwamba tuma ujumbe, tuma SMS, andika jina lako ili mambo mengine yakae zaidi vizuri zaidi. Hii ndio kutokea hapa Kasako Media. Jina langu naitwa Night Godfrey. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.